Habari yako. Raia wa Kenya wanamlalamikia sana rais wao William Ruto juu ya mfumuko wa bei. Tunafahamu mfumuko wa bei umetokana na vita ambayo inaendelea kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran. Sasa hii imekuwa ni vita ambayo imesimamisha uchumi wa dunia kwa sababu Iran wamefunga kivuko cha Hormuz. Mafuta yakikosekana hata 1% tu, Umoja wa Uza Mafuta huwa wanaongeza bei ya mafuta. Na mafuta hupangwa kwa bei moja dunia nzima. Kwa hiyo ikikosekana hata 1%, bei ya mafuta inapanda dunia nzima. Maana yake ni kwamba kila mtu ataonja joto ya jiwe. Sasa kutokana na hilo Kenya wanaumia. Sasa kinachoshangaza wengi ni kwamba Tanzania hawaumii kama ambavyo wanaumia Kenya, wakati Kenya wana uchumi mkubwa kuliko Tanzania. Hii hapa ni channel yako pendwa ambayo inaitwa Robin Tanzania Global. Dhumuni kuu la channel hii ni kukuonyesha Tanzania ya kimataifa. Tanzania jinsi inavyoonekana kimataifa. Sasa siku hii ya leo tutakwenda kuongelea Tanzania inavyoonekana kimataifa kupitia mfumuko wa bei ambao sasa hivi unaendelea karibu katika mataifa yote duniani. Wanaionaje Tanzania katika hili? Wakenya, Waganda, lakini sasa Wakenya ni washindani wetu wakuu. Wanaionaje Tanzania katika swala la mfumuko wa bei? Nisikilize kwa makini. Mimi naitwa Robin Rachel na hii hapa ni Robin Tanzania Global. Kwanza kabisa nimeona katika vyombo vya habari rais wa Kenya akijitetea kwamba wao Kenya nchi yao ni imeendelea, iko katika uchumi wa kati kuliko mataifa ya majirani. Kwa hiyo ametetea kwamba mfumuko wa bei, kupanda kwa maisha ni kutokana pia na kwa sababu wao wameendelea. Lakini huu ni utetezi wa kisiasa, wa mwanasiasa. Lakini uhalisia wa mambo unaofanya Kenya waumie zaidi kuliko sisi, ngoja nikueleweshe. Sasa hapo ndo tutaiangalia Tanzania inaonekanaje kimataifa kupitia hili sekeseke la kupanda kwa bei ya mafuta duniani kote. Watu wanatakiwa kufahamu kwamba Kenya uchumi wake huwa unategemea sana nje. Umenielewa? Kwa hiyo uchumi wa Kenya huwa unabeba mzigo mkubwa wa deni la taifa kwa sababu uchumi wao unategemea sana nje, kuagiza vitu nje. Uchumi wa Tanzania huwa unajitegemea zaidi. Sisi tunajitegemea katika chakula, tunazalisha chakula kwa wingi wenyewe, lakini pia tuna rasilimali nyingi. Kwa hiyo tunajitegemea kwa rasilimali zetu nyingi tulizonazo, lakini pia tunajitegemea kwa chakula. Lakini Kenya vitu vingi sana wanaagiza kutoka nje. Kutokana na hilo ndio maana Kenya wanajikuta wana deni kubwa la taifa kuliko sisi. Nafahamu watu wengi huwa wanahisi kwamba sisi yani ndo tuna mauozo, yani sisi ndo. Hapana jamani. Kenya wana deni kubwa la taifa kuliko sisi Tanzania. Kwa hiyo Kenya ikifika kipindi kama hiki, dunia ikipata shock kidogo, Kenya wanakuwa wanaumia sana kuliko sisi. Ukiwa unategemea sana vitu kutoka nje kama Kenya wanavyotegemea, maana yake ni kwamba dola ikitikisika mnaumia. Pesa yenu ikitikisika, kwa mfano shilingi ya Kenya inasemekana kwamba inatikisika kidogo dhidi ya dola, lazima wapate mfumuko wa bei kwa sababu sio wanategemea vitu vingi kutoka nje. Lakini pia mafuta yakipanda lazima mteseke zaidi kuliko sisi. Sisi kwa sababu hatuagizi sana vitu vingi tunavyo sisi wenyewe, inakuwa angalau hata kama gharama zitapanda lakini hazitapanda kama kwa Wakenya. Mmenielewa? Sasa kama nilivyosema mwanzo kwamba Kenya wanategemea sana vitu kutoka nje, wanaagiza sana. Hii inawafanya wanajikuta inabidi wakope kwa sababu uchumi wao kutikisika ni rahisi. Kwa hiyo inabidi wakope sana. Kutokana na hilo wana deni kubwa sana la taifa. Kwa hiyo wao wana pressure kubwa ya kulipa deni kuliko sisi, kwa sababu sisi hatuna deni kubwa kama lao. Kwa hiyo wao wana pressure kubwa sana ya kulipa deni. Kutokana na kwamba wao wana pressure kubwa sana ya kulipa deni kwa sababu ni kubwa sana, hivyo ikawabidi wabadilishe sera katika sera zao za kiuchumi zibadilike. Kwa hiyo walichokifanya miaka michache iliyopita, walichokifanya wakaongeza kodi ili waweze kulipa madeni yao kirahisi. Sasa wakaongeza kodi kwa mfano kwenye mafuta, hivi ndivyo habari zinavyoripotiwa, lakini pia katika bidhaa mbalimbali. Ndio kipindi kile tukashangaa kuna maandamano mazito, wananchi wao wanapinga lile ongezeko la kodi. Ni ili waweze kulipa madeni yao kirahisi kwa sababu wana madeni makubwa kuliko yetu sisi na yanawatesa, pressure ya kulipa ni kubwa sana. Sasa kwa kuwa waliongeza kodi sana na hasa pia kwenye mafuta,
linapotokea sekeseke kama hili la vita ambayo inahusisha mafuta, 20% ya mafuta inapungua duniani, kwa mafuta yanapanda bei, ina maana wao watapigika zaidi kuliko sisi, kwa sababu tayari walishaongeza kodi mpaka kwenye mafuta. Kwa kabla sekeseke la Iran halijafanya mafuta yaongezeke bei, wao tayari mafuta yao yalishaongezeka bei, kwa sababu waliongezea kodi ili waweze kupata fedha za kulipa deni lao la taifa, kwa sababu wana pressure sana ya kulipa deni kwa sababu ya deni kubwa. Mmenielewa eh? Kwa hiyo tunapoingia katika janga kama hili la dunia sasa, wao wanajikuta wanaumia zaidi na mfumuko wa bei kuliko sisi. Umeona? Na kitu kingine watu pia wanatakiwa kufahamu kwamba sisi hapa licha ya kwamba tunazalisha vitu vyetu vingi wenyewe, lakini pia tuna sera nzuri za kodi. Kutokana na hilo ndio maana linapokuja sekeseke kama hili, mnaona sisi hatuumii sana. Najua watu kwa sababu watu wengi wanaifahamu Tanzania. Watanzania wengi hawajui mambo yanayoendelea nje, hawajui mifumo inayoendelea nje, wanaijua Tanzania ya ndani tu. Kwa hiyo wakiona bei zimeongezeka wanahisi sisi peke yetu ndo bei zimeongezeka, alafu wanahisi labda kwa wengine wanaishi maisha ya msereleko yani. Umeona? Ndio maana nikaamua kuanzisha hii channel nikujuze Tanzania inaonekanaje kimataifa. Kimataifa sasa hivi Tanzania tunasifiwa. Hata gharama za mafuta kwetu hazijapanda sana ukilinganisha na mataifa mengine yaliyotuzunguka. Wao gharama za mafuta zimepanda sana. Ndio maana wao wanaumia zaidi na mfumuko wa bei. Sisi hapa gharama zetu za mafuta hazijapanda sana kutokana na sera nzuri zilizowekwa. Mmenielewa eh? Sasa pengine usije ukahisi kwamba labda huyu Robin anaongea tu labda anaisifia Tanzania kwa sababu ni nchi yake. Kwa sababu hizi namba ziko wazi zinaonekana, unaweza ukaanza kuangalia sasa hivi mataifa haya yaliyotuzunguka gharama zao za mafuta zikoje. Mataifa mengi ya Afrika, angalia Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, gharama zao za mafuta zikoje, na sisi gharama zetu za mafuta zikoje kwa kipindi hiki. Angalia mfumuko wa bei wa Kenya ukoje na sisi kwetu ukoje. Angalia deni la taifa la Kenya ni kiasi gani na sisi ni kiasi gani. Siku hizi hivi vitu vyote unaweza kuvipata kirahisi tu kama una simu ya mkononi na una internet. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza akakudanganya. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani ambavyo sisi tunajiongoza vizuri. Unajua watu wengi huwa wanafikiri nchi ikiwa na uchumi mkubwa basi maana yake ni kwamba viongozi wake wana sera nzuri sana. Hapana. Kwa mfano Kenya wana uchumi mkubwa kuliko sisi, kwa hiyo wengi wanafikirigi sera za Kenya huwa ni nzuri sana, na wao wana makosa makubwa kwenye sera zao kiasi kwamba sisi hapa tunakwenda kasi, tunatazamiwa kuja kuwapita kiuchumi miaka michache ijayo. Hizi ni takwimu za Benki Kuu. Tunatazamiwa kuja kuwapita kiuchumi kwa kasi ambayo tunaenda nayo. Umeona? Na wao kiliwasaidia nini? Wao wale wakoloni walipofanya Kenya pakawa kama ndo kitovu cha biashara Afrika Mashariki. Kwa hiyo miundombinu mingi ya biashara ilijengwa pale. Bandari kubwa, reli, barabara nzuri za kuunganisha Afrika Mashariki. Pale palikawa ndo kitovu, na wakawa na mkoloni mmoja tu kuanzia miaka 1800. Sio kama sisi tulichanganya wakoloni wawili, kila mmoja akaja akaanza kuanzisha vyake, lakini pia hatukuwa na advantage kama walionao Kenya. Lakini sasa hivi sisi tunakwenda kwa namna nzuri sana kuwazidi Kenya, ambao tayari wao kwa kuwa pia walianza uchumi kwa njia ya kibepari, wawekezaji wengi wakaanza kuwekeza kwao kwa sababu hawakutoka mikononi mwa mkoloni. Sisi tulijitoa kabisa mikononi mwa mkoloni, tukaingia katika system yetu ya ujamaa ambao wakoloni hawakuipenda. Kwa hiyo wakawa hawaji kuwekeza kwetu, wanakimbilia kuwekeza Kenya. Umeona? Pamoja na yote haya, kwa hiyo sisi na pia tukaingia vitani katika vita ya Idi Amin ili tumaliza sana uchumi. Lakini pamoja na yote yale, katika Afrika Mashariki sisi ni uchumi namba 2, na katika yakitokea majanga kama haya sisi tunakuwa hatuumii sana kama wanavyoumia Kenya. Hatuna deni la taifa kubwa kama Kenya. Kwa hiyo hivi ndivyo Tanzania inavyoonekana kimataifa. Inaonekana kama nchi ambayo katika Afrika Mashariki ni namba 2 kiuchumi. Katika Afrika Mashariki tunaonekana tunapambana na Wakenya, lakini pia tunaonekana sisi hatujaumia sana na hili sekeseke la vita kama Kenya. Mimi hapa ninaitwa Robin Rachel na hii hapa ni Robin Tanzania Global, channel ambayo inakuonyesha Tanzania inavyoonekana kimataifa.